Yes, ukicheki kalenda yako leo ni tarehe 13 mwezi wa 10 2025. Bwana, siku zinaenda sana. Mimi naitwa Babu Ali kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Karibu sana tuweze kuzungumza soka na tunapewa udhamini mkubwa sana na JNR Mtita Unisex Saloon. Bwana, kama umepita katika mitandao ya kijamii utaona kile ambacho kinachoendelea. Simba Sports Club wamecheza mchezo mwingine wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman na tumeona matokeo. Simba amepost kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii kuwa amefungwa goli 4-1. Sasa mijadala imekuwa mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akitoa tathmini yake kocha au meneja Dimitar Pantev Simba yake itakuwa ya namna gani. Lakini mimi naona bado ni mapema sana kuweza kuijaji. So niko hapa kwa ajili ya kuweza pia kutoa maoni yangu. Kama utakubaliana nami utaweka comment yako hapo chini. Point ya msingi, subscribe YouTube channel yetu, pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuweza kupata update na chambuzi bora zaidi. Sasa karibu sana mpenzi wa soka, na leo tunazungumza kuhusu Simba Sports Club chini ya meneja Dimitar Pantev, kocha ambaye amezua mijadala na matumaini mapya ndani ya wapenzi wa wekundu wa Msimbazi, na amecheza michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mchezo wa kwanza tunakumbuka Simba walipata ushindi wa goli 2-1. Mchezo wa pili Simba amefungwa kipigo cha goli 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman, na tunafahamu Al Hilal moja kati ya timu ambazo strong hapa barani Afrika. Moja ya mechi ya kirafiki nadhani nzuri sana kwa Simba Sports Club kuweza kujipima. Lakini tuangalie kocha Dimitar Pantev anatoka kwenye shule ya Ulaya Mashariki kule tunasema Bulgaria, shule ambayo inajulikana kwa mpira wa mahesabu, nidhamu na usahihi. Anapenda timu iwe na mpira mguuni, lakini si kwa kujivunia tu, bali mpira huo ni wa kucheza kwa malengo. Falsafa zake bwana, anapenda kumiliki mpira wenye maana. Yaani pasi zinatembea kwa malengo, si kwa starehe tu. Kasi ya mabadiliko pia kitu ambacho anakipenda. Timu inatoka kulinda kwenda kushambulia ndani ya sekunde chache. Kitu kingine ambacho anakitaka Dimitar Pantev ni nidhamu ya timu. Kila mchezaji anajua kile ambacho anakifanya kwenye kila dakika akiwa pale uwanjani. Kwa hiyo huyu si kocha tu wa maneno mengi. Anataka vitendo, mafunzo makali na wachezaji wanaoheshimu mafunzo. Kwa lugha nyepesi, anajenga Simba yake kuwa Simba bora zaidi. Kuna kitu pekee cha kocha huyu ambacho anakitaka pale Simba. Anataka Simba icheze kwa utambulisho wake binafsi. Yaani anataka Simba yake iwe ya tofauti na Simba nyingine. Ndio kitu ambacho anajaribu kukitengeneza sasa hivi Dimitar Pantev. Yaani mfano vitu kama mipangilio midogo ya position, mabadiliko ya kasi, yani nikimaanisha transitions yanayofanywa kwa hesabu, na mazoezi ya nidhamu ya kujua unafanya nini bila mpira. Huu ni kocha structure. Haamini katika kubahatisha. Anataka timu yake iwe na pattern of play. Kwani kuna tofauti kubwa kati ya timu inayocheza mpira mzuri na timu inayocheza mpira wenye mpangilio. Na Pantev anajaribu kupeleka Simba kwenye kundi la pili, yani kucheza mpira ambao una mpangilio. Hapa ndipo safari yake tunasema inaanza kuonekana haijafika mbali, lakini kuna dira, kuna kitu ambacho anakitengeneza ndani ya Simba. Lakini kitu kizuri, tambua kwamba Simba sasa si timu ambayo inahangaika kujijenga, ni timu ambayo inaupanga upya nguvu zake. Sasa fahamu kwamba meneja Dimitar Pantev hajaletwa kuanza upya, bali kukuza kilichopo na kukipa mfumo wa kudumu pale Simba. Kwa hiyo kipigo cha goli 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman hakimuondoi kwenye reli, kinampa sababu zaidi nini ambacho anatakiwa kukifanyia kazi. Anajenga timu ambayo itakayokuwa imara kiakili, kiufundi na kisaikolojia. Kwani Simba inajengwa kuwa timu ambayo inaelewa kila dakika ya mchezo, inadhibiti kasi ya wapinzani, inacheza kwa nidhamu na inapambania jezi yake nyekundu. Kwa sasa hii ni Simba mpya, Simba Dimitar Pantev, timu ambayo inaanza kuonyesha dalili za kuwa structured, composed na confident. Lakini timisho langu ni kwamba Dimitar Pantev yupo kwenye safari ya ujenzi. Anajua mashabiki wa Simba hawana muda wa kusubiria kwa muda mrefu, lakini anaamini mafanikio ya kudumu yanahitaji misingi imara. Leo anapojaribu mifumo yake, anatafuta ubora wa Simba ya kesho. Anataka kuunda timu ambayo isiyobadilika kila msimu, bali inayokuwa na mfumo unaotambulika, mpira wa kasi, nidhamu na umiliki wenye tija. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Simba, huu sio wakati wa hofu, ni wakati wa matumaini, kwa sababu kocha wenu Dimitar Pantev anajenga kitu cha maana. Na kama mpira ni science, basi Simba ipo mikononi mwa mtaalamu anayeandika hesabu zake kwa kalamu ya mafanikio zaidi. Huyo ni Dimitar Pantev. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, haya matokeo ambayo yamekuwa watu wakijaji katika mitandao ya kijamii kwenye mechi hii ya kirafiki, sidhani inaweza ikawa kipimo sahihi cha kwamba Simba inayoenda kujengwa itakuwa ni Simba dhaifu. Hizi ni mechi za kirafiki ambazo kocha anaangalia madhaifu yake ni wapi na aweze kuijenga timu yake vizuri sana. Comment yako ni ipi baada ya kuona matokeo haya ya Simba Sports Club ikifungwa goli 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman kwenye mechi ya kirafiki?
Maoni yako niachie hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtita TV. Na udhamini mkubwa tunapewa na JNR Mtita Unisex Salon. Saluni bomba kabisa, level za international ambazo zinapatikana maeneo mbalimbali Dar es Salaam. Unaweza kufika katika saluni zetu ambazo tawi lipo karibu yako. Yani nikimaanisha tawi ambalo lipo karibu yako. Mfano, tunapatikana pale Buguruni Rozana. Kwa hiyo wewe ambaye unatokea maeneo ya Ilala, Magomeni, unatokea maeneo ya Buguruni, unatokea maeneo ya Tabata, basi unaweza kufika katika tawi letu la Buguruni Rozana. Lakini kwa wale wakazi wa Mbagala, Uhasibu, wakazi ambao wanatokea mitaa ya Temeke, wakazi ambao wanatokea mitaa ya Kijichi, basi unaweza kufika katika tawi letu la Mtoni kwa Azizi Ali, ambapo pale kuna zahanati, yani mkabala na zahanati ya Mtoni, au pia unaweza kufika Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika. Yani kuna saluni mbili maeneo ya pale. Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika, au unaweza kufika pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Lakini kwa wale wakazi wa mitaa ya Kigamboni, basi unaweza kufika katika saluni zetu ambazo mbili pia zipo maeneo ya Kigamboni. Unaweza kufika pale Kibada Shule mkabala na shule ya msingi Kibada, au Mikwambe Mali Asili Kigamboni. Hapo pia pana saluni yetu ya kike ambapo unaweza kupata huduma mbalimbali kwa wadada ambao wanataka mionekano ya kisasa. Kuna huduma pia kutengeneza kucha, huduma ya kuweka kope, lakini mbali na hapo kusuka mitindo yote ya nywele, lakini wanafanya mambo mbalimbali, wana blow dry, wanafanya bonding na vitu vingine vingi sana. Lakini kwa wakazi wa Tuangoma tumewasogezea saloni pale karibu, au pia wakazi wa Kongoe, fika Tuangoma pale kwa Sako kwa ajili ya kuweza kupata huduma bora zaidi. Tunanyoa kwa shilingi 2000 tu, halafu kuosha ni bure kabisa. Tuna huduma nyingi kama kupaka black, tunapaka wave, tunapaka bleach, papo, tunafanya scrub za aina zote, pedicure, manicure, steamer na huduma nyingine nyingi sana. Unaweza kuweka order yako pia kama una sherehe ya harusi au sherehe mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki waweze kupata huduma bora kabisa na muonekano wako uweze kujengwa na sisi JNR Mtita Unisex Salon. Karibu pendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Tembelea kupitia page zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana kwenye Instagram kwa jina la @officialJRMtita_unisex kwa ajili ya kuweza kuona picha nzuri kabisa wateja wetu akipendeza. Uweze pia kujionea mandhari nzuri ya saluni yetu na vifaa vya kisasa ambavyo tunatumia kutolea huduma. Kwenye Facebook page ni JNR Mtita Unisex Salon, pia kwenye TikTok ni JNR Mtita Unisex Salon. JNR Mtita Unisex Salon, karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.